Tukielekea huko nchini Yemen, wapiganaji wa Kihouthi wanaendelea na maandalizi kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya meli za Marekani pamoja na Israel. Wahouthi wanajitayarisha kufanya mashambulizi dhidi ya Israel pamoja na meli za kivita za Marekani katika tukio la mashambulizi dhidi ya Iran. Ikiwa Marekani itaamua kuishambulia Iran, wapiganaji wa Kihouthi, kwa ripoti zilizopo kupitia shirika la habari la KAN News, ni kwamba vikosi hivyo vitaamua kufanya mashambulizi dhidi ya Israel pamoja na meli za kivita za Marekani zilizopo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kulingana na chombo hicho cha habari, vikosi vya usalama vya Israel vinafanya kazi kwa kudhani kuwa wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen watakuwa tayari kushambulia Israel ikiwa Amerika itashambulia Iran kwanza. Kuna uwezekano mkubwa kuwa Wahouthi wataanza tena mashambulizi yao dhidi ya Israel na meli hizo za Marekani, na kwamba watashambulia kwa namna ya kipekee zaidi, imeelezwa kupitia shirika hilo la habari la KAN News ambalo limeripoti mnamo siku ya Jumatano. Kulingana na KAN, vikosi vya usalama vya Israel vinafanya kazi chini ya dhana kwamba wakati wowote wanajiandaa na mashambulizi. Chombo hicho cha habari kimeripoti pia kwamba chanzo ndani ya kikundi cha Yemen kinachopambana na Wahouthi kilipitisha habari kwa Washington juu ya uwezekano wa kuibuka tena kwa mashambulizi dhidi ya meli za Amerika katika eneo la Bahari Nyekundu na Bahari ya Uarabuni. Kwa mujibu wa chanzo hicho, Wahouthi walikuwa wameanza kuhamasisha rasilimali za kijeshi yakiwemo makombora na ndege zisizokuwa na rubani kwa ajili ya kujiandaa na mashambulizi ya siku za usoni dhidi ya shabaha za Marekani endapo itatokea shambulizi dhidi ya Iran. Hata hivyo, inatajwa kwamba makombora ya Palestine 2 huenda yakatumika pia katika kuishambulia meli ya USS Abraham Lincoln ambayo imebeba vifaa vya kijeshi ambavyo vitatumika kwa ajili ya mashambulizi na vita kamili dhidi ya Iran. Wahouthi pia wamesema kwamba sio tu kushambulia meli za kivita, lakini pia kuishambulia moja kwa moja Israel. Pili ni katika kile kilichotajwa kwamba ni wapiganaji wa Kihouthi kutaka kuunga mkono mapambano dhidi ya Iran. Inadaiwa kwamba Wahouthi wamekuwa wakiungwa mkono kwa muda mrefu na serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na hata wakati huu walitoa wito kwamba wao wapo tayari kwa ajili ya mapambano kwa ajili ya kuunga mkono Iran. Kuhusu mazungumzo ya nyuklia kati ya Iran na Marekani, ni kwamba uwezekano wa shambulio la Wahouthi unakuja wakati Iran na Marekani ziko tayari kuanza mazungumzo ya makubaliano ya nyuklia yaliyosubiriwa kwa muda mrefu. Hata hivyo, ripoti zinaeleza kwamba si Wahouthi tu wa Yemen, lakini pia hata wapiganaji wa Lebanon wa Hezbollah nao pia wamesema wapo tayari kwa ajili ya kuunga mkono upande wa Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amedai kwamba mazungumzo ya nyuklia na Marekani yamepangwa kufanyika mjini Muscat mwendo wa saa 10 alfajiri siku ya Ijumaa. Baada ya Araghchi kuchapisha taarifa yake, duru za habari ziliambia gazeti la The Jerusalem Post kwamba wapatanishi wa Kiarabu wameshawishi wa Marekani kuachana na msimamo wao kwamba mazungumzo hayo yanalenga masuala zaidi ya mazungumzo ya nyuklia na kuruhusu majadiliano kuendelea. Msimamo wa Marekani kwamba mazungumzo haya mapana bado lazima yafanyike, hata hivyo bado haujakamilika. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri katika ulimwengu.